Karibu mtazamaji na ndugu unayetutazama popote kupitia Hot Online TV. Nina imani ya kwamba ubuheri wa afya. Ni kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amani ya Mungu iwe na wewe. Shalom shalom. Mimi ni kuhani na Apostle Wayne A. Mwandandila. Pengine umeshawahi tazama kokote kule na ukafuatilia mafundisho yangu, nikualike tena wakati huu. Nina imani ya kwamba kwa neema ya Mungu wewe umekusudiwa kuwepo hapa wakati huu mchana. Kabla ya kwenda mbali, tuombe. Baba mtakatifu, nakushukuru. Asante kwa wakati huu, asante kwa kibali hiki. Mtu wako anayetazama popote pale, natamani kufunguliwa, natamani kupokea neema yako, na Mungu kampatie sawa na hitaji lake katika jina la Yesu. Amen. Leo hii nahitaji kujifunza na wewe msikilizaji na wewe mtazamaji pia wa Hot Online TV katika kitabu cha Wagalatia 6 kuanzia ule mlango wa 6. Wagalatia 6 mlango wa 6, tutakwenda pale hadi ule mstari wa 17. Biblia inasema, mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika neema yote. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadri tupandavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Jamaa ya waaminio, kundi la watu ambao wanaelekea mambo ya Mungu, kundi la watu ambao huweza kukaa na kusikia kile Mungu anataka. Usiwe katika jamaa ya kundi la watu ambao kimsingi maisha yao hayaeleweki. Kuna watu ambao wanaishi kila siku hawajulikani, huyu ni msafiri wa kwenda mbinguni au la, ingawaje anakwenda kanisani kila siku. Kuenda kanisani haitoshi tu kuaminika kwa watu ya kwamba wewe unatenda haki. Neema ya Mungu ihusike ndani ya maisha yako. Neema ya Mungu ihusike katika kuifanya kweli iwe ndani ya maisha yako, na iwe nuru kwa watu wengine. Biblia inasema, msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kuna watu wamepanda huzuni na wanaendelea kuipata huzuni na matokeo makubwa ya huzuni kwa sababu ya kutomwamini Mungu. Mungu anaweza akaleta amani katika maisha yako. Mungu anaweza akafanya furaha katika maisha yako, lakini kwa sababu ya kutokuamini umebaki katika mateso. Kwa sababu umeambiwa na mtu mwingine kwamba wewe huwezi ukapata mtoto, basi umekaa katika hilo, kwa sababu kuna watu wamesema usizingatie hilo. Wale watu wanapanda, wewe lazima ufute, ili matokeo yake usivune ile huzuni ambayo wao watakucheka zaidi kuliko vile walivyokucheka leo. Mchana wa leo nataka kukuambia kupitia Hot Online TV ya kwamba kuna kusudi ambalo Mungu ameliandaa kwako. Hata kama umepandiwa chochote kibaya, lakini kwako bado kuna tumaini na kuna habari njema. Na Biblia inasema pia mahali pengine, na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Inatangulia kwanza ishara ya Mungu, inatangulia kwanza kusudi la Mungu, inatangulia kwanza baraka za Mungu kwa watu ambao wamempokea Yesu na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kisha inakuja kwa pagani. Sasa nitashangaa sana kuona kwamba kuna mtu ameshindwa kubarikiwa kwa sababu ya kutokuamini. Ikiwa mpagani anabarikiwa, kwa nini Mkristo abarikiwe? Inawezekana siri ya kushindwa kwako ipo katika maisha yako mwenyewe. Lakini nataka nikupe tumaini mchana wa leo. Apandacho mtu ndicho atakachovuna. Panda katika kuamini ya kwamba mwanao anaposoma atafanikiwa, na itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Kwa sababu amesema, ombeni neno lolote mtakalo, na yeye Mungu ni mwaminifu, atatupatia. Lakini ukipanda kushindwa na kuvunjwa moyo kupitia watu walichopanda kwako, kitakuwa hivyo. Watu kama walipanda kwako kukilia kwamba wewe kupitia kansa, saratani hiyo itakuua,
kisukari hicho kitakuwa na wewe ukaamini kwa sababu wamesema ya kwamba hii kansa kuna mtu fulani akupona ni kufa, hakika utakufa. Hata kama pressure umeambiwa ya kwamba utakunywa dawa kama waathirika wa ukimwi hadi kufa, ninakuhakikishia kwamba hautokufa kwa sababu unamwamini Mungu. Umepanda uzima, lazima uzima uchipuke ndani yako na sio mauti, kwa jina la Yesu. Mchana wa leo ninatamani kuona ya kwamba kile ambacho kilikuwa kimefungwa kinakwenda kuchipua kwa upya. Yale yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Hata kama kuna watu wamekwambia hilo haliwezekani. Daktari ni kweli umekwenda kupima, amekwambia una tatizo la kimfumo, hautoweza kupona. Tulikwisha kuwahi wapima, tuliwapata wagonjwa kama wewe, hawakuweza kudumu zaidi ya mwezi wakafa. Waambie nitadumu miaka kwa jina la Yesu, kwa sababu ninalo tumaini, ninapanda uzima. Huu ugonjwa sikutaka kuwa nao, lakini umekuja kwa mapenzi ya shetani, lakini kupitia neno la Mungu nitakuwa na uhai kwa jina la Yesu. Itakuwa hivyo. Ndugu mtazamaji, wakati Yesu atakaporudi, atawachukua watu ambao ingawaje waliishi katika dhiki, lakini hawakuacha kujenga imani. Kuna siri kubwa katika kujenga imani, katika kuamini, na kuna siri ya kushindwa katika kutokuamini. Biblia inasema katika Waebrania 11 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa imani Ibrahimu aliishi katika nchi ya ugenini, aliingia katika nchi ya ugeni akakaa humo. Si kana kwamba alikaa kwa sababu alikuwa amezoea, alikaa kwa sababu aliamini aliyempeleka alikuwa ana makusudi. Na kwako pia inawezekana lile kusudi lililokuwa limetimia kwa Ibrahim, na kwako linawezekana kwa sababu unaamini katika neno la Mungu. Usipande kushindwa ukakupa madhara. Panda kuamini, anza kuamini. Chochote kilichokuwa kiwezekani kwako kiwezekane, kwa sababu Mungu amekusudia kwako kufanya jambo jema. Wakati fulani usiseme tu kwa sababu ugumba hili tatizo. Pengine kuna mwanamama unatazama wakati huu, kuna binti unasikiza wakati huu hapa, pia kuna mwanaume pia ndoa yako kweli haina amani kwa sababu hamjabahatika kupata mtoto. Biblia inasema ya kwamba mwanafunzi amshirikishe mkufunzi wake katika neema yote. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kile alichotufanyia Yesu ni kuamini. Tunadumu katika kuamini kwamba itakuwa. Hatudumu katika kufikiri kushindwa, kwa sababu sisi sio wana wa giza, ni wana wa nuru. Na ile nuru, kwa sababu mkufunzi wetu ambaye ni Yesu Kristo alitufundisha, ndio tunatembea katika neema hiyo. Mchana wa leo neema ya Mungu ikakutoe katika mateso ya kutokuamini, uanze kuamini na upokee baraka zako zilizokuwa zimefungwa kwa jina la Yesu. Nikutie moyo, ni mwanafunzi, una ada, ni mgonjwa, hauna gharama za matibabu. Mchana wa leo kuna habari njema ya kwamba lipo tumaini, kwa sababu Yesu anakusudia. Asante Baba, tunakushukuru kwa ajili ya huyu ambaye amesikiliza neno lako mchana wa leo. Ninaachilia neema ya uponyaji, ninaachilia ile nguvu ya kujua kweli yako na akawe huru. Asante Mungu mwaminifu, kwa sababu unatenda. Kwa jina la Yesu. Amen. Ulikuwa nami Kuhani na Apostle Wayne Mwandila kutoka huduma ya NMYU International Ministries. Mungu akubariki popote ulipo. Shalom, shalom.